Karibu sana mtazamaji, tujuzane yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Moto mkubwa umezuka katika maghala ya kuhifadhi mafuta katika mji wa Tehran baada ya mashambulizi ya anga kuripotiwa kufanywa na Israel kwa kushirikiana na Marekani, hali inayozidi kuongeza mvutano katika mgogoro unaoendelea katika Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa, milipuko mikubwa ilisikika katika maeneo kadhaa ya jiji hilo usiku wa manane, huku moto mkubwa ukiteketeza maghala ya mafuta na kusababisha moshi mzito mweusi kutanda angani. Mashuhuda walisema mabomu ya moto yalionekana yakipaa juu ya jiji, huku anga la Tehran likifunikwa na moshi mzito wenye harufu kali ya mafuta yanayowaka. Moshi huo ulionekana kutoka mbali na kusababisha hofu kwa wakazi waliokuwa karibu na eneo la tukio. Ripoti zinaeleza kuwa mashambulizi hayo yalilenga miundombinu ya nishati, ikiwemo maghala ya kuhifadhi petroli na vituo vya usafirishaji wa mafuta. Baadhi ya malori ya mafuta pia yaliharibiwa na milipuko iliyotokea wakati wa mashambulizi hayo. Mamlaka nchini Iran ziliripoti kuwa watu kadhaa waliuawa na wengine kujeruhiwa kufuatia tukio hilo, wakiwemo madereva wa malori ya mafuta waliokuwa katika eneo la maghala hayo wakati mashambulizi yalipotokea. Wataalamu wa mazingira pia wameonya kuwa moshi uliotokana na moto huo unaweza kuwa na kemikali hatari kama gesi ya hydrocarbon, sulfur na nitrogen oxides ambazo zinaweza kusababisha matatizo ya kupumua kwa wakazi wa maeneo jirani au hata kusababisha mvua yenye tindikali endapo moshi huo utaendelea kusambaa angani. Mashambulizi hayo yanaelezwa kuwa ni sehemu ya operesheni kubwa ya kijeshi inayolenga kudhoofisha miundombinu muhimu ya Iran, huku mvutano kati ya Iran na muungano wa Marekani na Israel ukiendelea kuongezeka katika siku za hivi karibuni. Wakati huo huo, Iran nayo imeripotiwa kuongeza mashambulizi yake ya kulipiza kisasi kwa kutumia ndege zisizo na rubani na makombora yake katika baadhi ya maeneo katika nchi za Ghuba, ikiwemo Qatar, Saudi Arabia na mji wa Dubai. Katika mojawapo ya matukio hayo, mwanaume mmoja aliripotiwa kufariki dunia baada ya kupigwa na vipande vya chuma vilivyoanguka kutoka kwenye jengo lililoharibiwa na mlipuko, huku majengo kadhaa yakiripotiwa kupata uharibifu mkubwa. Matukio haya yanaongeza hofu na kuongezeka kwa vita kubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, huku jumuiya ya kimataifa ikiendelea kufuatilia kwa karibu hali hiyo ambayo inaendelea kubadilika kwa kasi. Mashambulizi bado yanazidi kuendelea huko Mashariki ya Kati kufuatia muendelezo wa vita kati ya Irani, Israel pamoja na Marekani, ambapo hali ya wasiwasi inazidi kuibuka siku hadi siku kufuatia hali ambayo inazidi kuendelea huko Mashariki ya Kati kwa hivi sasa. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi endelea kujiunga nasi hapa ili uweze kufahamu yote yanayojiri katika anga za kimataifa.